Wakati wa mahubiri ya misa takatifu ya Alhamisi Kuu iliyofanyika katika parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Magumu mkoani Mara, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya Juma Takatifu kuelekea siku ya Pasaka, Askofu wa Jimbo Katoliki la Musoma Mhashamu Michael Msonganzila ametoa wito kwa waumini wa Kanisa Katoliki na Watanzania kwa ujumla kutotumia vipawa vyao wala mamlaka yao kwa ajili ya kujikweza, bali wajikite katika kuhudumiana kwa upendo na unyenyekevu. Amesema kila Mtanzania anapaswa kuiga mfano wa Yesu Kristo ambaye licha kuwa na mamlaka ya kimungu alijishusha kwa unyenyekevu na kuosha miguu wanafunzi wake, akiwemo Yuda Iskarioti aliyemsaliti Bwana Yesu. Pamoja na kujua kuwa Yuda atamsaliti, hakumruka wakati wa kuwaosha miguu wanafunzi wake. Alifanya hivyo kwa wote kwa moyo wa unyenyekevu na upendo usio na bugdha. Alisisitiza kuwa Yesu aliacha wosia kwa wanafunzi wake na wafuasi, wosia wa kupendana, kuhudumiana na kuishi kwa unyenyekevu. Hivyo kila mmoja anapaswa kuondoa kiburi na chuki na kuishi kwa misingi ya amani, upendo na mshikamano. Katika mahubiri yake, Askofu Msonganzila alitaja mambo matatu muhimu yanayoacha Yesu Kristo kwa waumini wake. Kwanza, amri ya mapendo kwa watu wote. Pili, Ekaristi Takatifu kama ishara ya upendo na ushirika na Kristi. Na tatu, wito kwa kushiriki ibada kwa uaminifu ili kuwa mashahidi wa Kristo duniani. Lakini pia amebainisha kuwa mtu anayeshiriki Ekaristi anapaswa kuwa ameungama dhambi zake, kwani tendo hilo takatifu linahitaji usafi wa moyo na nia ya kweli ya kubembea katika njia ya Mungu. Katika ibada hiyo, waumini 12 walioshwa miguu kama sehemu ya kumbukumbu ya tukio la Alhamisi Kuu ambapo Yesu Kristo aliwaosha miguu wanafunzi wake kabla kuteswa, akiwapa agizo la kutenda hivyo hivyo kwa wengine kama ishara ya huduma na upendo wa dhati. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.